Tunayo furaha kubwa leo, uongozi wa klabu Young Africans kiongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, lakini tunaye pia afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu Andre Mtine. Tunao watendaji tofauti kwenye idara mbalimbali za klabu yetu ya Yanga na familia pia ya rais wetu Engineer Hersi Said. Tupo huku Zanzibar kwenye kisiwa cha Pemba mahususi kabisa kwa ajili ya mashindano ya kombe la Muungano, na Mwenyezi Mungu ametujalia kwenye mashindano haya tayari tumefika kwenye hatua ya fainali, na fainali inachezwa siku ya leo kwenye uwanja wa Gombani dhidi ya JKU. Lakini kwa baraka zake Mwenyezi Mungu, kabla hatuja kwenda kwenye mchezo wa leo, jana kuna wenzetu walifunga safari, walikuwa wanakuja huku. Zara mlikuwa mnakwenda na Vice wapi? Wete. Lakini Mwenyezi Mungu kwa baraka zake katika safari hiyo ambayo makamu wetu wa rais Arafat Haji akiwa na CEO wetu Zayan Abdul, katika njia walikuwa wanapita kuelekea huko Wete, wakapata pia nafasi ya kuiona familia ya ndugu yetu ambaye tuko naye hapa. Sasa nisiwe mzungumzaji sana, tumkaribishe kwanza Maalim hapa azungumze, aweze kujitambulisha, atambulishe na familia yake, alafu baada ya hapo tutakuja kueleza ujumbe ambao sasa klabu yetu ya Yanga tumekuja nao hapa siku ya leo. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia nikurudishieni shukrani za dhati kwenu nyinyi wenzangu, wapenzi wa Yanga, marais wa Yanga, walimu wa Yanga. Na mimi pia ndio baba wa familia hii ya watoto 6 ambao kwa Mwenyezi Mungu amewajalia wakiwa na ulemavu wa viungo na akili. Mimi jina langu naitwa Saleh Juma Saleh, na mke wangu huyo hapa aitwa Mariam Alkombo. Kwa bahati Mwenyezi Mungu ametukirimu watoto hawa hapo hawakwenda shule wala hawakwenda chuoni kutokana na akili zao hazifanyi kazi. Kwa hiyo kwanza nishukuru kwa Allah kwa kukujalieni kuiona hali hii, na inshallah Mwenyezi Mungu akakujalieni kufika hapa kuonana na mie. Kwa hiyo kwanza niombe dua, niseme leo Mwenyezi Mungu atujalie tushinde magoli mengi katika fainali, na inshallah tutoke ndani ya mchezo tukiwa salama. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila tutakapokwenda kwa timu yetu hii inshallah ishinde, ili tupate nafasi kama hii ya kuwasaidia wengine zaidi ya mie, sababu hii si hali yangu peke yangu, na niseme tu hali hii ni ya Tanzania mzima au ni ya wanadamu wote duniani. Kila anayeona hali hii basi asikitika nayo, na hali ni kama tunavyoiona hii, si kujenga kwa uwezo wangu, bali lijengwa kwa hawa ni watu kutoka mbalimbali. Kila mmoja anayeona aleta sadaka yake mpaka ikafika hali hii. Pia na kigari hicho hapo ndani ya banda hakitoki sasa, kishagonjwa. Kwa Kiswahili hicho Kipemba hicho kishagonjwa, sawa au kishaumwa, hakitoki hicho hapo. Lakini pia inshallah Mwenyezi Mungu akijalia watatokea wengine watanisaidia, nitatengeneza kwa kuwabebea hawa kwa kupeleka hospitali na kwenye haja maalum. Kwa hiyo niseme tu, nami nisichukue sana muda mrefu, niseme alhamdulillah. Nimshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kuwashukuru nyie, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ma la yashkuran nasa la yashkurullah. Aliyekuwa hamshukuru mtu yoyote basi na Mwenyezi Mungu hamshukuru. Kwa na kushukuruni sana sana sana, na kuambieni karibuni sana Kinyasini Mikarafuni. Isiwe leo tu kuniona kwa hali hii, iwe kila baada ya muda tukishinda tuonane, sawa tukishinda tuonane, hatujashinda pia inshallah ni jumla ya mchezo, sawa lakini lengo kubwa na madhumuni ni kushinda. Kwa hiyo inshallah Sheikh, nirudishe maiki kwako, halafu nitamalizia kwa dua baada ya kushamaliza mazungumzo. Na tuseme tu, wa kwanza ni huyu ndiye dada mtu, wa pili ni huyu, wa tatu ni huyu, wa nne ni huyu,
Watano ni huyu, wa sita ni huyu anaitwa Hidayah Saleh, huyu Rabia Saleh, huyu Khadija Saleh, huyu Maimuna Saleh, Ayubu Saleh na Hamadi Saleh. Na babu yao ni huyo hapo. Huyo ndiye baba yangu mimi mzazi. Kwa hiyo inshallah ni hivyo. Kwa sasa Namtambulisha wife. na mke wangu ni huyo hapa, Mariamu Ali Kombo. Ndio tuliobarikiwa watoto hawa. Kwa bahati hatujapata hata mmoja baada ya hawa. Ni hawa 6 tu. Na wote ni hivi. Kama mlivyokuta sehemu ya maguu yanarundikana, si asubuhi jioni tufue tu. Asubuhi jioni tufue. Tukikosa kufua mara moja tu ni kosa. Na hali zetu ni kama tunavyoona, ni za unyonge, ni za umaskini kabisa. Tunafika mpaka pahala ile sabuni na tushinda. Umeme sasa nafikiri haumo. Ishawakata hiyo. Leo henda tukalala gizani. Anitafuta rudi darasani. Inshallah, asante. Asante sana. Asante sana Sheikh Saleh. Na naamini wote tumesikia kwa ufupi simulizi hii ya Sheikh Saleh na familia yake, na nikwambie Sheikh Saleh, simulizi hii imemgusa kila mmoja ambaye unamuona amekuja hapa. Na tunaamini kupitia Yanga kwa ukubwa wake ambao sasa hivi tutaichukua hii habari na kuipandisha, basi itawafikia watu wengi na itawagusa watu wengi na watakuwa ni wenye kuja kusaidia hapa. Lakini katika watu ambao wameguswa na hadithi hii, Sheikh Saleh ni rais wa klabu yetu. Hivi ninapozungumza na wewe ndio ameshuka kutokea Dar es Salaam. Ametoka Dar es Salaam mahususi kwa ajili ya mchezo wa leo. Ameshuka tu uwanja wa ndege, hajaenda hata kuitazama timu. Hajamsalimia mtu yoyote hapa Pemba. Kitu cha kwanza ambacho alituambia, akifika tu safari ianze ya kuja hapa, kuja kukuona na kuona familia ambayo iko hapa. Kwa hiyo tumeguswa na hili, na kwa niaba ya uongozi wetu Young Africans ambao mara zote hii imekuwa tamaduni yetu, kurejesha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, tunakirejesha kwenye jamii yenye uhitaji. Na tunafanya hili kwa kushirikiana na GSM Foundation, taasisi ya bosi wetu ambayo imekuwa ikitushika mkono na sisi kutembelea sehemu mbalimbali kwenye mahitaji kwa ajili ya kurudisha. Alaikum. Salam. Hali zenu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Kama ilivyo mafundisho ya dini ya Kiislamu yanavyotuelekeza, moja katika nguzo muhimu za Uislamu ni nguzo za imani. Na imani ziko 6. Amantu billahi wa rasulihi wa kutubihi. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir, na mwisho wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Katika hizi nguzo za imani 6, imani ya 6 inatuambia ni kuamini katika kadari ya Mwenyezi Mungu. Kadari ya Mwenyezi Mungu ni mambo yote yanayokuwa yanampendeza binadamu na yasiyokuwa yanampendeza binadamu. Kwa hiyo katika hizi nguzo za imani, hii ya 6 ni maelekezo tosha ya kuaccept au kukubali kila hali ambayo Mwenyezi Mungu anatupa. Na hiki ambacho kipo mbele yako kama mzazi ni kitu ambacho kinaweza kisifurahishe katika macho ya kawaida, lakini ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu amekupa wewe pamoja na familia yako. Na unapoweza kukubali katika hiyo kadari ya Mwenyezi Mungu, maana yake umefaulu mtihani. Huu ni mtihani Mwenyezi Mungu amekupa wewe na familia yako, na ni kipimo cha kuonyesha, je, utamkufuru au utamshukuru. Na hiki ambacho kinaonekana mbele yetu, tunaonekana umeridhia huu mtihani ambao Mwenyezi Mungu amekupa. Na kama umeuridhia, maana yake unakubaliana nao, na hicho ni kipimo cha imani uliokuwa nayo kwa Mungu wako. Mimi nitumie fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu na imani ya kukubali challenges za kimaisha ambazo Mwenyezi Mungu anaweza kutupa, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu pia mitihani ambayo tunaweza kuimudu. Moja katika masomo makubwa ni Mwenyezi Mungu kupa mtihani ambao utashindwa kumudu. Ukishindwa kumudu mtihani huo, maana yake more likely utaingia kwenye kufuru. Lakini ukipewa mtihani
na yeye anasema nawapenda wale ambao wanawapa mitihani katika kuwapima imani yao. Basi Mwenyezi Mungu atuongoze na tuwe imara katika mitihani anayotupa, na mwisho wa siku tuweze kushinda katika majaribu haya. Sisi kama Young Africans tumekuja hapa kukupa nguvu na kukupa neno la faraja, lakini pia tumekuja kuleta kidogo kushirikiana na taasisi ya GSM Foundation ambayo ni wadhamini wetu. Tunakuomba ukipokee, lakini pia tutaongezea gharama kidogo za pesa zitakazoweza kusaidia kurahisisha matengenezo ya gari pamoja na umeme hapa nyumbani. Basi inshallah ya kwangu ni hayo, na tunapokuwa tunaelekea katika mchezo wetu wa leo wa finali, basi Mwenyezi Mungu atupe ushindi katika mchezo huo, tuweze kufikia malengo yetu ya kurudi na kombe hili nyumbani inshallah, na kwa baraka zetu wote pamoja na watoto hapa, basi inshallah Mwenyezi Mungu aipokee dua hii. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqina bit taqwa wal istiqama. Ya Rabbi, tunakuomba bil alamina, utakabalie Qur'ani hii tuliyosoma hapa bil alamina iwe ni asbabu ya kushinda timu yetu ya Yanga rabbil alamina, ishinde kwa magoli mengi ya rabbil alamina, ishinde kwa ushindi wa vishindo ya rabbil alamina, irudi na kombe hilo ya rabbil alamina. Ya Allah, tunakuomba ya rabbil alamina, na wafuasi wote wa Yanga ya rabbil alamina walinde ya rabbil alamina, warudi majumbani salama, wamalize mchezo salama. Ya Allah, tunakuomba wewe ya rabbil alamina, na ndiye wakuomba ya rabbil alamina. Allah khairi karibu shari baid ya rabbil alamina kwenye timu ya Yanga rabbil alamina. Allah, tupe mafahamiano na timu yetu ya rabbil alamina, tupe mafahamiano na wachezaji wetu ya rabbil alamina, tupe mafahamiano na makocha wetu ya rabbil alamina, tupe mafahamiano na walimu wetu ya rabbil alamina na rais wetu ya rabbil alamina. Allah, mdumishe rais wetu ya rabbil alamina aweze kuendesha timu hii salama ya rabbil alamina. Ya Allah, tunakuomba ya rabbil alamina, utupe kila lenye khairi kwenye timu yetu, utupushe kila lenye shari ya rabbil alamina bi rahmatika arrahmin. Ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, ya Dhal Jalal wal Ikram, biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi. Alhamdulillah. Haya, niseme tu nimepokea sadaka hii. Hii si ndogo, hii ni sadaka kubwa sana, na Mwenyezi Mungu inshallah atupe ushindi wa hapa duniani na akhira kwa jumla. Amin inshallah. Sadaka tumepokea mimi na familia yangu, na hapa hii kidogo nitatoa kwa watoto wa mji, vile vile tupate dua zaidi inshallah walihudhuria hapa. Kwa hiyo asanteni sana inshallah.